Asalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Salim Ganga, ni wa Bunge la Mwananchi. Leo nimekuja kwenye familia ya madola ile ambaye itakayopeperusha maneno kutoka hapa mpaka kwenu, kila mtu aelewe ni nini ambaye tumemulika kama Bunge la Mwananchi. Siku ya leo Bunge la Mwananchi imepeperusha rubini yake ikamuona mama ambaye ni mkabila wa hali ya juu, mtu ambaye anabagua wale walio wachache, mtu ambaye haoni kama ni katibu katika nyumba ya afya, ule ambaye anastahili kuwa anashughulikia kila mtu na kuangalia kila mtu, anaangalia wale ambao ni wachache, anasema basi na wapuuze. Mheshimiwa Mary Muthoni ambaye ni katibu wa Wizara ya Afya, umeendelea kwa muda mrefu ukinyanyasa watu na kuvumilia kwa muda mrefu. Tumefanya upelelezi kwa muda mrefu mpaka sasa tumekuelewa ni mama mwenye ukabila wa hali ya juu, ambaye watu wote ambaye ni wa jamii ndogo kama wale wachache, tuseme kama Washona na kabila zile ndogo ndogo, basi unaona kama si kitu kwako. Lakini nataka kuambia leo na ukaa ukijua kwamba umetuchokesha. Mpaka hapo sasa imefika, tumesema tunampatia onyo hiyo Wizara ya Afya ikuondoe hapo, ama si wenyewe tuje tukuondoe. Hatutaweza kuvumiliana na wewe mpaka hapo umefika, kwa sababu ya kwanza tulimuonya Mheshimiwa Duale tukidai kwamba kuna ufisadi katika nyumba ya afya na ukora wa hali ya juu. Imefuatilia kwa kina, tukaelewa kwamba baada ya kusikia mambo kama hayo, mmeamua mchukue kabila zilio ndogo ndogo, mnawafukuza kazi na wengine kuwanyanyasa kwa sababu ya kuwa wachache. Hata kama nyinyi kabila yenu ni ya watu 20, hakikisha ukweli kwamba huyu ni Mkenya na ana haki ya kupata haki katika nchi ya Kenya. Na katika Wizara ya Afya, katibu mkuu katika hiyo wizara ameona kwamba watu kama hao kwake si kitu. Kwa hivyo tunaomba serikali ya Kenya na Rais Samuel Ruto hakikisha ukweli huyu mama ameondoka hapa mara moja, la sivyo si wenyewe tumuondoe hapo na aende naye, kwa sababu hatutakubaliana naye. Hatutakubaliana naye. Wizara ya Afya imetokota kwa sababu ya mambo kama hiyo. Ya kwanza ina ufisadi wa hali ya juu. Ya pili ina ukabila wa hali ya juu. Ya tatu ina ubaguzi wa hali ya juu. Na hiyo ni jambo ambaye imenyanyasa watu wengi mpaka malalamishi imefikia Bunge la Mwananchi. Sisi kazi yetu ni oversight, kuangalia nini ambayo unafanya, kwa sababu kazi inayofanywa Kenya inafanywa na taxpayers money, na sisi ndio tunayelipa hiyo ushuru. Kwa hivyo nasikia uchungu ikiwa kama watu wale waliolipa ushuru ili kazi ifanyike hawafanyiwi kazi. Kwa hivyo kwa ufupi, hatutaki mambo mengi. Tunataka Mheshimiwa Mary Muthoni wa katibu wa Wizara ya Afya aondoke mara moja, kwa sababu sasa amekuwa shida kwetu. Yeye amekuwa burden katika kama bega zetu. Hatutaki kuzungumza sana, hatutaki kusema mambo mengi, ila wewe mwenyewe Mheshimiwa Muthoni, Mary Muthoni wa katibu wa Wizara ya Afya, umekuwa kikwazo kikuu katika hiyo Wizara ya Afya. Kwa hivyo tunaomba rais huyu mama muondoe mara moja, la sivyo itakuwa shida hata kwako. Asante, Mungu awabariki na wape hekima muelewe. Now, good afternoon fellow Kenyans, to the members of the Fourth Estate and my comrades Bunge la Wananchi. Now this day we want to address a statement which has just been echoed by my able chair, that we want to do a statement on public interest concerning one, the Principal Secretary of Health, one, Mary Muthoni, by saying this, that when we promulgated the 2010 Constitution on the Chapter 6 on leadership and integrity, a leader is not required to disenfranchise or ethnicize a particular tribe because of their number. And therefore we are calling upon the Ministry of Health this afternoon that we as Bunge la Wananchi, as a social justice movement, that we have set our binoculars at the Ministry of Health, that we are going to do a petition. Should you not stop the harassment you are doing to the minority tribe, the corruption that is embezzling or is bedeviling the Ministry of Education, the Ministry of Health,
And we are calling upon her to change, or less the Bunge wa Wananchi are going to do a petition. And after the petition, if a petition is not going to work, we are going to do our usual way. Or we shall mobilize our members and we shall do a peaceful demonstration to seek for your removal from the office. Because the Leadership and Integrity Act, Chapter 6 of the Constitution, does not allow such practices. Thank you very much, Bunge la Wananchi and members of the Fourth Estate. We as a social justice, we shall continue fighting for the rights of minority. We shall continue echoing the vices that are happening in the ministry. But we are calling upon the President William Ruto, to intervene in this matter so that leaders like Principal Secretary Mary Muthoni can be shown the door, because Kenyans is having so many professionals who are also qualified to occupy such position. Thank you very much, and may God bless you.